Bwana Faraji, mambo vipi? Poa, anakuaje? Fresh kabisa, shughuli zinakwenda. Mungu anasaidia mdogo mdogo. Bwana, naona bwana tayari fomu ya ujumbe mwakilishi taarifa kutoka kwenye taarifa mpaka kwenda kufika kwenye TFF hata ujumbe, mambo vipi? Tuna mambo mazuri, tunapambana mdogo mdogo kwa sababu ili uweze kufikia malengo lazima kwanza uanze kupambana huku chini na pambana chini kwenda juu huko uweze kufikia malengo, lakini pia kuwasilisha maoni yako na mtazamo wako. Ndio maana tunafanya hiki kitu. Kwa sababu tuna passion na mpira miguu na vitu vingine, ndio maana tuna fight. Ndio maana umeona nimegombea hii nafasi kutoka, nimechukua fomu naenda kujaza afu nitarejesha kutoka mkoa kwenda taifa. Ni kwenye uchaguzi wa tarefa, yani uchaguzi wa mjumbe wa mkutano mkuu tarefa. Yani tarefa ni chama cha mpira wa miguu mkoa wa Tabora kwenda TFF. Ndio maana nimechukua hizi fomu nijaze hivyo, kwa sababu tulishapambana sana. Nishakuwa kiongozi wa vilabu kwa muda mrefu zaidi ya miaka 10. Nishakuwa afisa habari wa Milambo FC wanazuka Mselebende 2017 mpaka 2019. Kwa hiyo nimehudumu kwenye mpira wa miguu kwa muda mrefu kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa sasa hivi ni muda sasa wa kuanza kusogea taratibu. Nagombea hii nafasi kwenye ngazi hiyo ya mkoa kwenda taifa. Naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutasogea pale ambapo tunahitaji tuweze kuwasilisha maoni yetu na mawazo yetu kwa ujumla. Faraji bwana, umekuwa kwenye soka kwa muda mrefu na maisha yako basi na shaka ni soka. Labda pengine utaanza kujiuliza kwa nini kwa kipindi chote hiki hukutaka kuingia huku na huu msimu umeamua sasa rasmi kuingia huku? Wanasema muda sahihi ni muda wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huu ni muda sahihi ambao tumeona sisi twende kwenye mchakato. Mimi siendi kujaribu, kuna mtu anasema naenda kujaribu, naenda kutesti, naenda kushiriki uchaguzi. Mimi siendi kujaribu, siendi kutesti, siendi kushiriki uchaguzi. Mimi naenda kushindana. Muda ni huu kwa sababu tayari nimeshaaminiwa na vilabu, nimeaminiwa na watu tofauti wa mpira wa miguu kwenye manispaa yetu ya Tabora na nje ya manispaa ya Tabora. Ndio maana ukienda wilaya yoyote kwa watu wa mpira wa miguu kinitaja mimi wananifahamu. Kwa kama wananifahamu tayari nishaanza kutengeneza ile mizizi, nishaanza kutengeneza ile legacy kwamba kuna kitu bora na kifanya, lakini pia huwa napokea sehemu na ukosea kama changamoto. Kwa ni mtu ambaye nawasikiliza wenzangu na wenyewe pia wananisikiliza, tunasikilizana. Kwa ndo maana nimekuja kugombea kwenye nafasi hii ya mjumbe wa mkutano mkuu. Lakini Faraji, kuna kitu ulizungumza kwamba unatamani kufanya vitu vikubwa kwenye ngazi ya tarefa. Maana yake vitu vikubwa ulivyotaja ni miongoni pamoja na kupambania tarefa walau ipate ofisi huko ngazi ya ujumbe. Unadhani utawashawishi vipi ile ngazi ya juu, kwa maana makamu mwenyekiti mwenyewe pamoja na watu wengine walioko juu yako zaidi kuweza kuhakikisha kwamba wanatembea kwenye wazo lako? Cheo kidogo sio sababu ya kushindwa au kuminywa kwa mawazo yangu kwenda kuyapeleka kwa wale viongozi wa juu. Kwa hiyo mimi nikishakuwa mjumbe wa mkutano mkuu, pia kuna wajumbe wa kamati tendaji ambao ni 2 na mimi nakuwa ni mjumbe mwingine, tutakuwa ni 3. Alafu tunakuwa tuna mwenyekiti atamteua makamu mwenyekiti, atamteua katibu au ataajiliwa katibu. Kwa maana hiyo naamini ile cabinet ambayo itakuwepo pale si kushindana kwa vyeo kwamba mimi ndio topu, mimi ndio mwenyekiti nitachokisema kitakuwa, au mimi ndio makamu mwenyekiti nitachokisema kitakuwa. Mawazo ya mjumbe yakapuuzwa. Lazima naamini kwamba mchango wangu mimi kama mjumbe wa mkutano mkuu, kwanza kazi kubwa ya mjumbe wa mkutano mkuu ni kuchukua mawazo kutoka kwenye ngazi ya mkoa na kuyapeleka taifa, kuyatoa taifa kuyaleta mkoa, kwa sababu pia kwenye mkutano mkuu wa taifa wa TFF mimi nitakuwa naingia, nitakuwa ni mwakilishi. Kwa maana hiyo nitakuwa vile vikao vya mara kwa mara vya shirikisho nitakuwepo pia. Kwa hiyo nitakuja na wale mawazo kutoka juu kuja chini, lakini pia nitazungumza pia na wale wadau. Sio lazima kuzungumza viongozi wengine, nizungumze na wadau hawa wenye vilabu, wachezaji wa zamani, makocha waliopo, makocha waliostaafu, waliowahi kuongoza pia. Wale wote tazungumza nao, afu ile maoni yao nitayapeleka kwa njia ya maandishi. Kwa utapokutana na viongozi wa FA mkoa, tutakwenda kuyachakata yale maoni ambayo yatakuwa ni bora, basi yatakwenda kupitishwa na atatumika. Mfano maoni yangu mimi ambayo nayaazimia kwamba uongozi utakoingia madarakani pamoja na mimi nitapokuwa nimeshinda, tutakwenda kutengeneza, yani kwamba ushawishi wangu, jambo la kwanza ni kuwa na ofisi. Tarefa hawana ofisi.
Mfano leo mimi nimeenda kuchukua fomu ya kugombea mjumbe wa mkutano mkuu. Tangazo la TFF mimi nimesoma. Na tangazo linasema fomu zinatolewa kwenye ofisi ya TFF ya tarafa mkoa wa Tabora. Ofisi ya tarafa inaelekezwa ni uwanja wa Al Hassan Mwinyi ambao wamiliki ni Chama cha Mapinduzi CCM. Pale kuna dressing room na frame za watu, kuna garage na vitu vingine. Hakuna ofisi ya tarafa pale. Tumekwenda pale tumeganda zaidi ya dakika 75, yani saa moja na robo. Baada ya hapo tukapata mawasiliano ya ndugu Kidifu ambaye ndio mwakilishi wa TFF na mwanasheria wa TFF bwana Kidifu yuko hapa, ndio yeye anatoa zile fomu kwa sababu TFF wanasimamia mchakato mzima. Baada ya kuwasiliana naye akanielekeza hoteli ambayo yupo. Kwa nimekwenda kwenye hoteli ndio nimekwenda kuchukua fomu na ninakwenda kujaza. Kwa maana hiyo tayari wale ambao ni shirikisho la soka Tanzania TFF hata wakija mkoa wa Tabora watakutana kwenye dressing room, kwenye seble tuseme za viongozi wa tarafa sebuleni, watakutana sitting room, watakutana kwenye varanda za viongozi wa chama cha mpira wa miguu, au watakutana kwenye frame za mtu tukayapa tunywe soda na tupige story. Hawana ofisi. Kwa maana hiyo mimi nitakwenda kuwekeza hiki kitu kwamba jambo la kwanza tarafa iwe na ofisi yake, tupate ofisi, mtu aajiriwe awepo pale, hata kama hayupo katibu, hayupo mwenyekiti, kuna sehemu ya kuanzia. Unaweza ukapeleka barua na alipeka barua ikamfikia katibu, ikamfikia mwenyekiti, lakini sasa hivi ukiwa na barua yako unamtafuta kiongozi wa tarafa, ile kila siku utakuwa unabadili ile bahasha shilingi 200 kwa sababu itakuwa inajaa jasho kutoka kwenye mikono yako, inaharibika, unatafuta nyingine, unaweka barua yako, huwezi kuwapata. Hawana ofisi. Ndio maana mimi nimegombea ili tuweze kukutana, tutengeneze chama. Kutengeneza chama ni gharama, lakini mwisho wa siku lazima tuwe na ofisi, lakini pia lazima turudi kwenye misingi, tuweke mipango mikakati kwa ngazi zote za wilaya. Na hiyo mipango mikakati kwa ngazi zote za wilaya tuhakikishe ligi zinachezwa kwenye wilaya zote. Wilaya ya Sikonge hawachezi ligi kwa zaidi ya miaka 4-5. Hawachezi ligi daraja la 4, hawachezi ligi daraja la 3. Wilaya ya Sikonge waamuzi ambao wana sifa ni muamuzi mmoja tu wilaya ya Sikonge. Hakuna muamuzi mwingine mwenye sifa. Hakuna kocha mwenye sifa kutoka Sikonge. Kwa ligi haichezwi katika wilaya mojawapo. Unatazama ligi ya Igunga inachezwa kwa siku 8-9 inaisha. Ligi ya Nzega at least inachezwa kwa wiki 2 mpaka 3. Hiyo ni ngazi ya wilaya. Una Ulambo wanacheza wiki moja ligi imeisha. Kaliwa, Uyui hivyo hivyo. Kuna wakati pa kuna bingwa kuteuliwa, inachukuliwa timu A na timu B, wanacheza nyumbani na ugenini, bingwa ndo anakuja kushiriki ligi daraja la 3. Hatuwezi kupata ligi bora daraja la 3 kama hatutokuwa na ligi bora daraja la 4. Lakini pia tutanue wigo, tuache kuwa na ligi ya mkoa ya daraja la 3 ambayo ina timu 5, timu 6, mwisho 7, ambayo inachezwa ndani ya siku 5 mpaka 6, ligi inakuwa imeisha. Tuende kuwa na ligi yenye timu nyingi, hata timu 40 na kuendelea. Mkoa wa Dar es Salaam, Dar es Salaam ni mkoa, Ilala ni jiji. Mkoa wa Dar es Salaam una utaratibu wake. Kuna ligi daraja la 3 mkoa wa Temeke, kuna ligi daraja la 3 mkoa wa Ilala, kuna ligi daraja la 3 mkoa wa Kinondoni, kuna ligi daraja la 3 kwa sasa hivi tunasema Kigamboni pia. Wana ligi 4 na timu zinashindana nyingi, zaidi ya timu 100 kwa Dar es Salaam nzima zinashindana. Kwa maana hiyo unapokuja kupata wale mabingwa wa mkoa wa Dar es Salaam, wanakuja wale kina Kiruvya kina nani, wameimarika, unaona timu hasa kwa sababu mchezaji amecheza kwa zaidi ya michezo 25 30 na kuendelea, anakuja huku mchezaji anayecheza finali ligi daraja la 3 mkoa amecheza mechi 3 ya 4 finali. Hawezi kwa fiti mtoto kama huyo, kijana kama huyo.